Kauli ambazo amezitoa aliyekuwa waziri mkuu mstaafu, jaji mstaafu, namzungumzia hapa Joseph Warioba, bado sasa hivi zimeibua hisia kali sana miongoni mwa Watanzania, na zimeibua pia mjadala mkubwa sana miongoni mwa Watanzania, na kuna baadhi ya viongozi ambao pia wamejitokeza kuja kutoa mitazamo yao na maoni yao kuhusiana na kauli ambazo alizitoa. Na jaji Warioba bana alikuwa anazungumzia kikubwa ambacho kilifanyika Oktoba 29 kwenye maandamano ya Mo 29, na pia takwimu za baadhi ya watu ambao walifariki, baada ya kusema kwamba wengi waliofariki ama watu walifariki wengi sana zaidi ya wale ambao walifariki kwenye vita vya Kagera. Na akawa anasema kwamba tofauti ni kwamba vita vya Kagera vifo vilitokana na adui kuvamia Tanzania kwa nia kutaka kuangamiza, lakini hivi ambavyo vimetokea ni vita vya wenyewe kwa wenyewe, wameuana wenyewe. Sasa akawa anasema kwamba adui aliua watu wachache sana ukilinganisha na watu ambao wameuawa na watu wao wenyewe. Sijui kama utakuwa unanielewa. Na hapa ametupia lawama kubwa sana kwa viongozi wa sasa hivi, anazungumzia serikali, lakini pia ametupia lawama kubwa sana vyombo vya dola. Mimi nadhani hali ni tofauti. Maana unaona waliouawa, ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figures zinazozungumzia sasa, hawa waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Baada ya kusema hivyo, kumekuwa na reactions kadhaa kutoka kwa baadhi ya viongozi, lakini miongoni mwa watu ambao pia amepata fursa na kuzungumza kuhusiana na hili ni pamoja na jaji wakili ambaye julikana kama Mwabukusi. Mwabukusi bana ni rais wa TLS, Tanganyika Law Society, ambaye alikuwa ameweka kipande cha video ya alichokuwa nakisema jaji Warioba, lakini pia akasindikiza na caption ndefu sana, sio ndefu sana, lakini caption ambayo alikuwa kwanza ameweka picha na ya baadhi ya takwimu zinazoonyesha mauaji ambayo yamefanyika katika mataifa tofauti, miongoni mwao ikiwa ni taifa la Uganda ambalo lilikuwa linaonyesha takwimu za watu takriban kama 1000 hivi ambao walikuwa fariki dunia. Lakini pale pembeni alikuwa ameweka bendera ya mataifa kadhaa, lakini moja kati ya taifa ambalo alikuwa ameiweka ni bendera ya taifa la Tanzania. Alafu hapo kwenye sehemu ya watu ambao waliofariki wakawa wameonyesha kwamba ni watu 373. Sasa Mwabukusi akawa anasema hivi, nataka nimnukuu alichokuwa amekiandika: kuna waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba, alafu kuna mawaziri wakuu wastaafu na wengine wasio wastaafu. Nimesema mara zote na nitaendelea kusisitiza, mauaji yaliyofanyika ni makubwa na hayafichiki wala kuvumilika. Hayahitaji hila. Akaendelea kusema kwamba huwezi kutatua changamoto hii kwa maelezo ya hila na ujanja ya kulinda amani na utulivu kwa kutumia vikundi vilivyopachikwa sura za viongozi wa kidini au wanaharakati wenye kuionea aibu haki na katiba ya nchi. Wala huwezi kuwatisha watu wenye akili timamu wakatishika, wala kuleta propaganda za kizamani na za wanatamani mali ghafi zetu ili kuficha mauaji ambayo wote tukiona hayakufanywa na mabeberu bali vyombo vyetu, hususan polisi na wanajeshi. Tuwajibike. Njia kutoka hapa ni haki, ukweli na uwajibikaji, utaliponya taifa. Na kuweka pale chini Mwabukusi. Hii ndio caption ambayo alikuwa ameandika wakili Boniface Mwabukusi kupitia kwenye mitandao yake. Hapa akawa anazisifia juhudi na kauli ambazo alikuwa amezitoa jaji Warioba, lakini pia akawa anaisuta tena serikali na kusema kwamba uwajibikaji ni kitu pekee ambacho kitaweza kutuondoa katika hali hii hapa. Sasa Mwabukusi bana amesimama na jaji Warioba, lakini pia kuna harakati kama vile Maria Sarungi ambaye pia na mwenyewe amesimama na jaji Warioba, lakini kuna baadhi ya viongozi ambao hususan kidini ambao wamekuja na kumpinga vikali jaji Warioba kwa kauli ambazo alizitoa kwenye mahojiano ambayo sasa hivi yamezungumziwa sana. Nipe maoni yako, wewe unasimama na jaji Warioba ama upo upande mwingine? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.